lakini ulimuona nani anayesimamisha ibada Allah akamnyima riziki? Kama sio shetani anakuchezea. Hao wasioswali na wale wenye kuswali wote Allah anawaruzuku kwa namna anayotaka, na kama kuna shida zinawapata wenye kuswali pia zinawapata wasioswali. Haya, kuna nini sasa? Kwa hivyo kama kutokuswali na huo ubize wako ndio kufanikiwa, ungekuwa huna shida. Lakini unakuta mtu ana shida kweli kweli, alafu anamsubiri mtu wa kumsaidia atoke msikitini, yeye mwenyewe amekaa nje. Bwana, naishi na jamaa yangu hapa, lakini yuko masjidi kidogo. Jamaa amekaa kwenye kona kule, Muislamu katulia hivi, hamna issue yoyote. Ukitoka tusalamu alaykum sheikh, vipi hali bwana? Safi. Kaka, uko nyumbani jiko limelala paka huko, sielewi kabisa, hebu fanya maarifa. Sasa kama kuzurura huko ndio kupata riziki, mbona unakosa? Kama tunavyokosa sisi, lakini wewe umekosa zaidi. Wewe umekosa dunia na akhira. Umekosa hicho kipato na umekosa kutimiza wajibu wa Mola wako. Umekosa kweli kweli. Lau Waislamu wangejua nafasi ya sala kwa wingi wetu, misikiti hii isingetosha. Kila siku tungejenga misikiti mipya na iliyopo tungeitanua. Weangalia katika Ramadhani, na si watu wenye kuswali. Kuna watu wanafunga hawaswali, na kuna wasiofunga kabisa katika Uislamu. Sasa wale unaowaona Ramadhani ni sehemu tu. Kuna kundi kubwa linabaki nje. Tena kwa research, watu wenye kufunga na wasioswali ndio wengi zaidi. Ina maana watu hawafanyi ibada kabisa. Kwa hivyo tujiepushe na hayo. Swala hazituzuilii bwana, na amali zetu tutaswali sisi na tutatafuta riziki zetu. Na riziki ni kama inavyoelezwa na Mtume alayhi salam, inna rizqa la yatlubu al-abda kama yatlubuhu ajaluhu. Riziki humtafuta mja kama inavyomtafuta yeye ajali yake, kifo. Ndivyo riziki inavyokutafuta, kama kifo chako. Yani ni kwamba wewe una uwezo kukwepa kifo. Yani kifo chako una uwezo kufanya namna modification ukakwepa usife. Inawezekana? Si haiwezekani. Ndivyo hivyo usivyoweza kuikwepa riziki yako. Riziki imefananishwa na kifo, utakutana nayo la mahala. Muda wa kuwa ni ya kwako, kama vile ambavyo kifo unacho. Fanya diet ya kukula kama sungura mwembamba, ukipimwa cholesterol shekhe huna zero, unakufa na kingine. Kwani yenye kuwa cholesterol unakufa na kingine. Watu wa diet pia wanakufa kwa ajali. Mtu wa diet kweli kweli, lakini ndio hivyo sasa, gari imeingia kwenye semi trailer. Haya, diet ina kazi gani hapo? Kwa maana ni kwamba jipange na akhira. Kifo kipo, jitahidi kujielekeza katika ibada. Wakati Allah atakuchukua, angalau uwe na sababu ya kuhurumiwa kwa Allah. Lakini ulimuona nani anayesimamisha ibada Allah akamnyima riziki?